yamekuwa magumu sana uwanjani. Silaha yetu, matumaini yetu na nguvu yetu ya mashabiki ni kubwa mno kiasi ya kwamba tunaitegemea iweze kutupa alama 3. Kwa hiyo nirudie tena kuwaomba, kuwaita, kuwahimiza, kuwataka mashabiki wa Simba waje uwanjani. Wao ndio wameshikilia password ama nywila ya ushindi wetu. Kwa wao kuja Benjamin Mkapa ni matumaini tosha kwa sisi kupata ushindi. Na sisi wachezaji wetu huwa wanatuambia kabisa, yani karai la Benjamin Mkapa likijaa, matokeo huwa ni uhakika. Na mara zote ambazo huwa nazungumza nao wananiambia, wewe fanya ufanyavyo, ita mashabiki waje kwa wingi uwanjani. Athmani Mbwego, mbona misikuoni bana? Usiingie ndani, mimi niko hapa nje. Kwa hiyo wewe umeingia ndani. Angalia umeshatoka, maridadi. Angalia upande wako wa kulia sasa. Njoo kwenye bodaboda hapo. Elekezo muda mrefu. Gini. Umeona bana, tulikuwa tumeishia wapi? Tumeishia kwenye upande wa kuwaita mashabiki. Kwa hiyo wenyewe wananiambia tu bana, wewe fanya ufanyavyo, semaji, ita mashabiki waje kwa wingi uwanjani, alafu ya pale kwenye kiwanja tuachie sisi. Maana yake ni kwamba hata wao wanatambua umuhimu wa wachezaji wetu, umuhimu wa mashabiki na nguvu yao. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwasisitiza na kuwaita tena mashabiki wa Simba ya kwamba wanapaswa kwa wingi wao kuja Benjamin Mkapa, tuje tuishambulie kwa pamoja Petro Atletico. Mpaka sasa mwitikio wa tiketi ni mkubwa, lakini tunaendelea kuwasisitiza waendelee kununua zaidi ili twende tukawafanye vibaya Petro Atletico. Mazuri, tumepata takriban wiki 2 za kujiandaa kwa mchezo huu, japo maandalizi haya wiki 2 baadhi ya wachezaji hawakuwepo, walikuwa kwenye majukumu ya timu za taifa, lakini wamerejea na kuendelea na program ya mazoezi kama kawaida. Ndani ya wiki 2 hizo tumepata mechi moja ya kirafiki dhidi ya JKT Tanzania, na of course mwalimu ameshatengeneza mpango wake kuelekea katika mchezo huo. Ni wiki 2 ambazo zimeongeza kitu kikubwa kwenye timu yetu. Ni wiki 2 ambazo zimeongeza mambo ya kitaalamu na ya kiufundi zaidi kwa wachezaji wetu. Ni wiki 2 ambazo zimekuwa bora sana kwa upande wetu. Ni wiki 2 ambazo zitakwenda kutupa taswira chanya siku ya Jumapili. Semaji, katika hii wiki au kwenye kuendeleza kuwaita wana Simba, mmezindua jezi ambazo zimeleta maswali kidogo. Rabie, hebu mwisho kabisa nilipokuwa nimekaa huku, kuna tiketi zangu naomba niletee. Tiketi ndio laya na ndio laya kulikoni. Unakata kwa hapa naweza nikatoka nikaenda washroom nikarudi. Semaji, ni kuhusiana na jezi ambazo zimeibua maswali kidogo. Tumezoea kila msimu mmekuwa mkizindua jezi mpya zenye designing mpya tofauti na ambazo zinatumika kwenye ligi, lakini sasa hivi imekuwa tofauti. Ni kwa nini imekuwa hivyo na vipi mapokeo ya wana Simba kwenye hilo? Nige. Asante bwana. Bwana Mbwego. Njoo tajiri yangu bwana. Bwana huyu anaitwa Athmani Mbwego. Huyu bwana kwa mapenzi ni mdau mkubwa wa Simba. Kwa mapenzi yake makubwa na timu yetu ya Simba, yeye akanunua tiketi 50 kwa ajili ya kuwapa washikaji zake wa Simba Sports Club. Kwa hiyo akanitumia mimi kibunda, nikanunua tiketi na leo namkabidhi bwana Mbwego mzigo wako hapa. Shukrani. Tiketi zako hizo bwana. Shukrani. Hizi kwa watu wako watemeke, Jumapili waje Benjamin Mkapa. Hakuna shida. Si imekaa vizuri hiyo? Imekaa vizuri sana. Simba wewe. Tunataka watu wenye mioyo kama hii. Kwa hiyo mechi yetu Jumapili. Kama una uwezo wa kumnunulia tiketi rafiki yako mnunulie. Kama ni moja, kama ni wawili au kama ni 50 alivyofanya Mbwego, na wewe fanya hivyo. Yaani hakikisha uwanjani hauji peke yako, njoo na company, njoo na washikaji zako, njoo na wanao, njoo na wachumba zako, njoo nao wote Benjamin Mkapa, tuje tuifurahie Simba yetu.
mechi ya Jumapili inahitaji watu kweli kweli. Kwa hiyo tupeane support ya kutosha, tuje tuishangilie Simba yetu. Unyama mwingi au sio? Haina neno. Nyinyi waandishi mnaruhusiwa kununua. Sawa, turejee kwenye swali letu kuhusiana na uzinduzi wa jezi mpya ambazo hazina designing mpya. Yaani wanasema hapa ametoka Betway. Bana Kambale huyo Kubwa kweli kweli. Samaki hatari yule, umpate na nazi. Alafu na umweka na nyanya chungu. Pamoja na bamia. Upate ugali laini. Ukila hiyo afu unakuja Benjamin Mkapa tarehe 23. Wewe unapigwa mbwewe tu. Wanasema ametoka Betway, amekaa Mokola. Hamna kingine cha ziada. Kwa nini? Sisi ndio ambao tulianzisha utaratibu, utamaduni wa kuwa na jezi kwenye kila shindano ambalo tunashindana. Ni utamaduni ambao tuliuanzisha miaka 5 iliyopita, na ni utamaduni ambao ulipendwa na wanasimba na ukaja ukaigwa RDB. Wakati huo likiitwa kombe la shirikisho la Azam Sports, tukawa na jezi kwa ajili ya shindano la Champions League. Ni sisi Simba Sports Club. Tukawa na jezi kwa ajili ya Mapinduzi Cup, ambayo jezi Mapinduzi Cup tukazitumia vile vile kwenye kombe la shirikisho la Azam Sports. Baada ya hapo tukawa na jezi za ligi kuu na jezi za mashindano ya kimataifa. Tumedumu kwenye mfumo huo kwa kipindi cha miaka 5, miaka 6, ambacho watu wamefurahia kweli kweli kipindi hicho, na watu wengine wengi wakaiga mfumo huo. Hivi sasa tukaamua kubadilisha mfumo, tukaamua kubadilisha utamaduni wetu, tukaangalia zaidi wenzetu wakubwa wanafanyaje, tukaamua na sisi twende vile ambavyo wenzetu wanafanyaje. International standard ama standard ya kimataifa, msimu mmoja jezi moja. Inaweza ikatokea kwenye rare case, kama una ujumbe wako maalum unataka kuufikisha katika msimu husika, ukatengeneza jezi kwa ajili ya shindano husika. Lakini international standard ama standard ya kimataifa ya vilabu vyote vikubwa duniani utengeneza jezi moja msimu mzima. Kama inabadilika logo kulingana na shindano husika ambalo unakwenda kushindania, ama mdhamini wa shindano husika ambaye amekudhamini, au kama mdhamini wako ni huyo mmoja, basi jezi inabaki kuwa untouchable. Hivi ndivyo ambavyo duniani kote watu wanafanya. Japo kutengeneza jezi nyingine kwa ajili ya mashindano mengine vile vile inakuwa sio dhambi. Kwa hiyo sisi tulianzisha utamaduni huo, tumeishi utamaduni huo kwa kipindi cha muda mrefu, wanasimba wakaupenda na timu nyingine zikapenda utamaduni huo, na sasa tumeamua kuacha utamaduni huo na kuendelea na utamaduni mwingine. Utamaduni mwingine ndio huu ambao tumeintroduce msimu huu kwa kutumia jezi ile ambayo tumeanza nayo msimu. Na msimu huu tuna jezi bora sana. Tuna jezi nzuri sana ambayo haifanani na jezi ya timu yoyote Tanzania hii. Ukichukua jezi za vilabu vyote 15 Tanzania ukavichanganya, ukatoa jezi moja, bado haifikii ubora na thamani ya jezi ya Simba Sports Club. Tukasema hiki kilichokuwa bora, acha tukiongezea ubora kidogo, twende nayo kwenye michuano ya kimataifa. Lucky enough, mashabiki wa Simba wamefurahi sana. Mashabiki wa Simba wamepokea kwa mapokeo makubwa kweli kweli, kwa sababu kitu bora kimeendelezwa na maisha mengine yanaendelea. Wana Simba wenye uwezo wa kununua jezi hiyo waende wakanunue hivi sasa, na wale wengine bado hawajanunua, aidha wanatumia jezi zao zile ni ruksa. Lakini kwa kuwa tunakwenda kwenye mashindano ya kimataifa, tunakwenda kwenye michuano mikubwa, basi tuwe uniform wana Simba wote kuwa kwenye jezi ya shindano husika. Mashambulizi yamekuwa mengi sana. Logo mmedownload, mmebandika, mmebandua, haiwaathiri hii kwa namna moja ama nyingine? Hapana, haiwezi kutuathiri. Sisi tunaendelea na maisha yetu. Jezi ya Simba inatolewa kwa ajili ya mwana Simba. Kwa hiyo comment ambayo inatushughulisha ama inatufanya
Yani comment itakatufanya tushtuke ni comment ya mwana Simba, lakini akitoa mtu mwingine huko, sisi hiyo haituhusu kwa namna yeyote ile. Sababu anasema mmeishiwa. Anasema kuna shabiki kamlilia bwana, ameenda kununua tofauti bango tu, amemlilia hali. Anapenda kuliliwa. Yes, ameumia sasa, amelifikisha. Anapenda kuliliwa. Ni hatari. Ni hatari sana. Kwani ni vibaya? Kuliliwa? Mtu anakulilia. Kuliliwa kaka. Ni hatari, ni hatari. Haujawahi kuliliwa? Ni hatari. Mimi naogopa mzee. Siniulize maswali hayo. Kuliliwa. Mtu anakuja na kulilia serious. Na unajitapa umeliliwa. Mimi nafsi yangu inatetemeka kusema kweli. Ujasiri huo kusema mtu kanilia sina. Bado unasema na ile kauli yako kwamba kama hauna uhakika wa kwenda robo finali usitengeneze jezi za kimataifa. Nimeona imeanza kusambaa tena hiyo clip yako. Imeanza kurudi mjini tena. Kwa bado unawaambia hiyo. Na wameshatengeneza. Sasa nyinyi kwa sababu ni zile maana kama wanairudia kwamba ni ile ile. Ni ile ile. Watu wanairudia ile. Wewe umeiona lakini jezi yetu ya kimataifa? Ndio. Haina tofauti. Haina tofauti. Tofauti Basi hapa. kama ina tofauti basi sio ile ile. Kama ina tofauti sio ile ile. Lakini design. Wanazungumzia design ile. Inafanana haifanani? Ina mabadiliko haina mabadiliko? Mabadiliko. Ni mpya hiyo. Hiyo ni mpya. Jezi ni mpya kabisa. Lakini sasa wana Simba ambao wamekuwa na unyong'onyo au kuwa na wasiwasi kwa sababu hawajapata kitu kipya. Wewe unawaambiaje? Yaani hawajapata design mpya. Kama ulivyosema ni jambo jipya limekuja ndio umeelewa. Kila kitu kipya kinakuaga na mapokeo tofauti. Na baadaye watu wanakuja wanazoea. Hata wakati tuna introduce system ya kuwa na jezi mpya kwenye kila shindano, wapo watu ambao waligwaya mtindo huo. Wapo watu waliosema sasa tena ununue jezi ya ligi, tena uje ununue jezi ya kimataifa, hii inakuaje sasa? Kuna watu waliona tunabebesha mzigo mzito, lakini baadaye walikwenda wakazoea na wakawa wanatamani ile system iendelee. Kwa hili badiliko ambalo tumelifanya hivi sasa, tegemea vile vile kuna watu ambao watalalamika kwa sababu tayari tumeshafanya mabadiliko na tayari kuna watu walikuwa wameshajiandaa kifedha, kisaikolojia. Sasa mambo yanapokuja tofauti lazima uwaone wakilalamika. Lakini baada ya muda mfupi watakuja kuupenda utaratibu huu kuliko utaratibu unaokuja. Hiyo ndio nature ya binadamu. Na ndio maana mvua ikinyesha mtu analalamika na jua likiwaka mtu analalamika. Mvua ikinyesha anasema bora jua, na jua likiwepo bora. Hiyo ndio hulka ya kibinadamu. Kwa hiyo sio mambo ya kuyafikiria sana hayo. Ili mradi unafanya badiliko chanya kwa maendeleo ya klabu yako, basi huna budi kuanza kujutia. Ni kusimamia msimamo ulioufanya na kwenda mbele. Baadaye kila mtu atakuja kutolewa. Na kimsingi ni wakina mama pekee ndio huwa kwenye kila kitchen party wanakuwa na sare yao. Lakini kwenye mpira wa miguu sare ni moja tu ambayo Simba Sports Club tumefanya. Wengine wana nini? Sijui. Yaani ni wakina mama pekee? Ndio kila kitchen party. Au ushe kumwona mama yako akienda kwenye kitchen party ya M15 anavaa kijora hiki, kwenye kitchen party ya Ava anavaa kile. Ushe kumwona mama anarudia kijora kwenye kitchen party? Lazima badilishe, si ndio bwana? Sasa kwenye shughuli, kwenye harusi ndio mtu unaweza kubadilisha nguo, lakini kwenye mpira wa miguu hiyo inakufaa, inakutosha, maisha yaendelee. Mnaishi kisasa. Sasa kwenye kufanya mabadiliko lazima badiliko lako liwe chanya sana. Lazima liwe la kimaendeleo. Lazima liendane na hadhi ya kidunia. Lazima liendane na hadhi ya kimataifa. Hiko ndiko ambako Simba Sports Club tunaelekea. Wenzetu wanafanya hivyo
na sisi hatuna budi kufanya hivyo. Nakumbuka hii timu ni timu ya 5 kwa ubora wa Afrika. Kuna timu karibia 8,000 huku Afrika zinatuangalia Simba Sports Club tunafanyaje. Wakati kipindi kile kila shindano na jezi yake tulikuwa tuko chini huko nafasi ya 10 na ngapi huko, sijui umeelewa bana. Kwa hiyo sasa tumeshatoka kwenye maisha ya kitamaduni, tumehama huko, tumesogea nafasi ya 5 kwa ubora Afrika. Vilabu vingi vinataka kujifunza kutoka kwetu. Hatuwezi tena kuendelea kuishi kizamani, lazima tubadilike, tuje na muundo na mfumo mpya, na huu ndio mfumo wetu mpya. Mimi niwaambie wana Simba, hatuna budi kukubaliana na haya mabadiliko ya kisasa zaidi. Hatuna budi kukubaliana na mfumo ama mtindo wa kidunia. Hivi ndivyo wanafanya wakubwa wenzetu wote. Tunaweza ikatokea msimu mwingine huko tukawa na jezi 2, kama kutakuwa kuna kitu kingine special tunataka kuportray ndani ya msimu husika. Lakini from now standard yetu ambayo tunaiweka ni hii. Jezi tutakayozindua mwanzoni mwa msimu ndiyo ambayo tutaitumia hiyo, kwa sababu kumbuka sisi kaka tuna international brand, tuna Diadora. Sisi jezi zetu hazitengenezi Vikindu. Yes, kama ingekuwa mtengeneza jezi zetu yuko hapo Vikindu, ni rahisi mno kumwambia tu bwana, hebu nitengenezee faster hapo. Alafu kiwanda kiko Mbagala Maji Matitu, ana produce faster, unamtuma bodaboda Kinyagwa na kwenda anachukua na kuleteni posta mnagawa. Sasa kwa Simba Sports Club jezi ya Diadora inatengenezwa Italiano huko, mpaka mtu mpate atengeneze, asafirishe, alete, inakuwa ni na mzungu akishabuni jezi moja kwa msimu, tena muda wa kwanza tena kuanza kubuni nyingine, matokeo yake ndio kachora choto chukua hiyo. Sijui umeelewa. Ukitaka kulazimisha ndio mtu wako kuna Muona bana. Muona kama kuna box unachukua na wewe unauza. Sasa kwa international standard hawataki kufanya kazi za kulipua namna hiyo, kwa sababu wanalinda brand yao. Na ndio maana jezi yetu ni hii. Na uzuri ni kwamba we are very proud, kwa sababu hata kwenye hii michuano ya CAF yote sisi ndio tuna jezi bora kuliko timu yoyote michuano ya CAF. Yote hii nimefuatilia jezi ya timu moja baada ya nyingine. We have the best jezi kuliko timu yoyote ile. Una sababu gani ya kubadilisha? Semaji, umefuatilia zote? Umefuatilia timu zote? Kwa nini ubadilishe? Una jezi ya maana kweli. Una jezi nzuri kweli. Ya nini uanze kuhangaika sasa? Yaani umefuatilia zote Semaji? Zote. Ambazo zimetoka jana? Zote nimefuatilia. Hakuna anaikuta jezi hii. Wewe jezi yetu ya hatari wewe. Hivi Semaji, ukipita ukiona uwanja Benjamin Mkapa huu. Yeah, that is our home. Iko ndo niliwaambia juzi, iko ni chumba cha baba. Haruhusiwi kulala mtoto. Ndio maana watoto chumba cha baba. Benjamin Mkapa ni chumba cha baba. Ukisiaga chumba cha baba master ndio hicho hapo hicho. Sasa hiko ndio chumba cha baba, haruhusiwi kulala mtoto, na ndio maana watoto wote wamekimbilia Zanzibar, wamekwenda huko. Sisi baba wa taifa hili tumebaki zetu Benjamin Mkapa hapo, tunasubiri kutumia uwanja wetu siku ya Jumapili. Hivi sasa huko chini ya ulinzi mkali, tunaendelea kuangalia, endelea kufanyia usafi na kuombea dua, tayari kabisa kwa ajili ya kuingia humo siku ya Jumapili, twende tukafanye maajabu yetu. Na sisi tunaenjoy mno kucheza Benjamin Mkapa. Yaani mwana Simba hata kupita tu hapa nje hivi anajisikia raha sana. Anajisikia raha sana. Anajisikia fahari kweli. Yaani sisi asikwambie mtu, sisi kucheza mechi hasa ya kimataifa nje ya Benjamin Mkapa huwa ni pigo kubwa sana kwetu. Kwa hiyo kusema kweli Benjamin Mkapa ni kwa ajili yetu wana Simba, chumba cha baba, na tumeachiwa wenyewe, tunajimwaya. Sijui umeelewa. Hatutaki mbanano na mtu. Sasa hivi Dar es Salaam kuna joto kali, hakuna sababu ya le mara akacheza huyu Jumamosi, Jumapili mmecheza nyinyi, akitoka huyu mpaka mwanze kufanya usafi. Inatukera, uongo dhambi. Sasa tumebaki peke yetu. Umeona bana.
Kwa tuko hapo Jumapili, wana Simba tunaingia Jumapili uwanjani, tunajidai, tunafurahia na ndio maana tunasisitiza sana waje watu wote 1000. Hivi shabiki wa Simba unataka tukufanyie nini tena? Tumepambana viongozi wako ili kuhakikisha kwamba sababu sisi tungekuwa nyonde na sisi tungekimbia. Ili liwanja ni hatari mno kaka. Ili liwanja likubwa mno. Ili liwanja ni balaa baba. Ili liwanja ni hatari alafu hatari tena. Yaani ukubwa huu uwanja ni sawa na kuchukua pipa alafu uchukue maji kwenye kisoda ukamimine kwenye pipa. Namna inavyokuwa ndio timu nyingine zikicheza Benjamin Mkapa inavyokuwa. Yaani tunakuwa tudogo sana. Hasa kwa Simba Sports Club sisi humo ndo nyumbani kwetu, kwa sababu sisi kwanza ni timu yenye hadhi kubwa, ni timu kubwa, ni timu ya kifahari, ni timu ya watu mashupavu, ni timu ya watu wazito. Ndio maana tukasema tubaki Benjamin Mkapa. Lakini tuna mashabiki wengi. Kiwanja kingine tunakwenda kujibana, tunakwenda kubanana. Hapa sisi ndio panatufaa, tukachagua kubaki Benjamin Mkapa. Kwa hiyo mimi niwaite mashabiki wa Simba waje kwa wingi. Yaani kama kuna shabiki wa Simba ananisikiliza hivi sasa na hajanunua tiketi hivi sasa, ajue kabisa anatukosea pakubwa mno. Anatukosea sana kwa sababu tumepambana kubaki Benjamin Mkapa. Kwengine ambako watu wamepashindwa, sisi tumesema tunabaki hapa pa Benjamin Mkapa. Sasa kubaki kwetu Benjamin Mkapa lazima kwende sambamba na watu kuja wengi uwanjani. Semaji taifa linawakilishwa kuanzia siku ya kesho. Dua zako zipoje? Hatujasikia lolote. Dua zangu mimi Simba Sports Club ishinde. Watanzania wenzetu wengine? Media officer wa CAF Clifford Mario ndio media officer wa CAF katika mchezo wetu. Mtu bingwa sana. Anafanya vizuri kazi zake pale CAF, na ndio maana mechi zote za ukanda huu wa Afrika Mashariki yeye ndo anakuwa media officer. Lazima tujivunie watu wetu hawa wamefanikiwa kufanya kazi kubwa na kupenya kwenye